sura ya kwanza ule mstari wa 10 na wa 11. Sura ya kwanza mstari wa 10 na 11, neno la Mungu linasema, kwa hiyo ndugu, jitahidini zaidi kufanya imara kuitwa kwenu na uteule wenu, maana mkitenda hayo hamtajikwaa kamwe, maana hivi mtaruzukiwa kwa karibu kuingia katika ufalme wa milele wa Bwana wetu Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amina. Bwana asifiwe. Hilo jambo la kwanza, jitahidini kufanya imara kuitwa kwenu. Kwamba kwenye maongezi kuna kitu Mungu anaweza kusema au kwenye mahubiri. Kwa hiyo kama utanisaidia. Na sasa mwenyekiti, huwa tukirekodi tunapeleka wapi? Jitahidi sana kuishi maisha yanayodhihirisha wito wako mtakatifu. Jitahidi. Biblia inasema mjitahidi kama ambavyo Mungu amewaita kwa neema yake, basi mjitahidi kufanya imara kuitwa kwenu. Kufanya imara kuitwa kwenu. Bwana Yesu asifiwe. Niongee jambo hili, kuokoka ni neema. Tunaokolewa kwa neema. Na neema hii Mungu ameiachia kwa kila mtu. Biblia inasema neema ya Mungu iwaokoaye wanadamu wote imefunuliwa. Kusoma kitabu kile cha Tito 2:11. Na hiyo neema inafundisha watu kukataa ubaya, wapate kuishi kwa kiasi, haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa. Mungu anatuokoa kwa neema. Na akishatuokoa kwa neema hatuachi. Tunaendelea kuogelea ndani ya hiyo neema. Na ile neema is available God resources, God provision. Kila mtu anaongelea kwa kadri anavyojitahidi kubaki kwenye hiyo neema. Kuna kitu tunaita means of grace, mambo ambayo yanakufanya uendelee kubaki kwenye ile neema. Ikiwepo kukusanyika kama hivi, unajua tunapokusanyika kama hapa kuna neema ya Mungu. Biblia inasema tukikaribia kiti cha rehema tupate neema, na rehema inatusaidia wakati wa uhitaji. Na huwa nawaambia watu, hata kama ukiwa umeshindwa kuomba, umeshindwa kusoma neno, usikae peke yako. Njoo kwenye fellowship au nenda ibadani. Ukitoka mule sivyo utakapokuwa umeingia. Kwa sababu kwenye kusanyiko kama hili Mungu huachia neema. Bwana Yesu asifiwe. Sasa pointi yangu ya kwanza, jitahidi kufanya imara kuitwa kwako. Kwamba kama vile ambavyo Mungu amekuokoa, sasa wewe yaishi yale maisha ya wokovu. Jitahidi kutembea katika ile neema. Hilo jambo la kwanza. Na nilichokuwa nataka niseme ni kwamba tukisha okolewa kwa neema, wokovu ambao Mungu ametupa kama kipawa kupitia imani, wokovu huu unalelewa. Lazima ulewe wokovu. Kwa sababu ni zawadi. Biblia inasema tumeokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Na imani hiyo haitokana na nafsi zetu wenyewe, ni kipawa cha Mungu, ni zawadi ya Mungu. Kwa hiyo imani ndio tuleta mahali kwa wokovu, ni zawadi. Ukipewa zawadi, ili zawadi iendelee kudumu lazima uitunze. Bwana Yesu asifiwe. Mimi huwa nathamini sana kitu cha kupewa. Nafikiri kwenye kabati langu nina nguo mpaka za baba yangu alizonipa. Huwa nathamini, yaani mtu akinipa kitu huwa nathamini. Kwa sababu najua aligharimia, alitoa kitu chake. Kwa hiyo najitahidi kutunza hata kama labda sivai au sikitumii. Na kama nitafua, nitakipiga pasi, nitahakikisha nitakitunza. Kwa hiyo wokovu kadhalika, kwa sababu ni zawadi ambayo Mungu ametupa, lazima tuilee. Wokovu unatunzwa na wokovu unahudumiwa. Na haya yote unayafanya wewe. Mwenye kulea wokovu, mwenye kutunza wokovu, mwenye kuhudumia wokovu ni wewe. Bwana Yesu asifiwe. Nilinunua kiatu hiki kama miezi 2-3. Sio bei kubwa sana, lakini bei kidogo kwa level zangu, bei kidogo. Sasa juzi nikashangaa hakijakaa katika mkao mzuri kulingana na umri wa hiki kiatu. Lakini nikaja kuelewa sikukitunza.
Yaani na kijana wangu mmoja akaniambia mzee, hata unavovaa itakuwa ikivalia na special na nini, akaanza kunielekeza pale na nini, lakini ikawa too late kwa sababu tayari nishajikunja sikujitunza. Sasa Mungu akupe neema utunze wokovu, ulee wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Uhudumie wokovu wako. Usisubiri mtu mwingine akuhamasishe fellowship, akuhamasishe maombi, akuhamasishe ibada. Wewe mwenyewe ona, wewe mwenyewe weka mkakati wa kufanya imara wito wako. Jambo la pili sambamba na hilo, weka lengo na mkakati wa kuendelea kubaki katika wito mkuu wa Mungu. Anayetusomea asome kitabu kile cha Filipo 3:14 na mwingine atasoma Ibrania 10:23 kwa haraka kidogo kwa sababu ya muda. Filipo 3:14 neno la Mungu linasema, na kaza mwendo ifikirie mende ya thawabu ya mtu mkuu wa Mungu katika Kristo Yesu. Na kaza mwendo nifikirie mede ya thawabu ya wito, mede ya thawabu, au nifikirie zawadi ya thawabu ya wito mkuu wa Mungu, au crown, ile hatima, ile lengo la kuitwa na Mungu. Tumeitiwa wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ametuitia wokovu. Mungu ametuitia uzima wa milele. Huo tunaita high call of God. Tumeitiwa kukaa na Mungu milele. Tumeitiwa maisha pamoja na Mungu. Ndivyo tunavyosoma kitabu cha Ufunuo kwamba Mungu atatangaza maskani yangu ni pamoja na wanadamu. Mungu huyu ambaye tunamsema, tunamuongea, kuna wakati na muda tutaishi naye. Na Mungu amepanga hivyo kwenye kusudi lake la milele. Na tuko bado duniani, tunatembea kama watu tunaoelekea kwenye wito huo. Paulo anasema yeye anakaza mwendo, anafanya juhudi, anaweka lengo la kufika. Bwana Yesu asifiwe. Sasa si kwamba simwamini kameramani wangu, nataka nirekodi. Na muamini lakini ngoja nirekodi. Bwana Yesu asifiwe. Weka jitihada. Yaani ndani ya maisha yako pamoja na vipaumbele vyako vyote vya kupata GPA nzuri, nafikiri mtaambizana hapa kwenye kamati ya elimu, bila shaka mwenyekiti mtakuwa nayo. Waambizeni watu kuzeni kuna GPA, kuna kufanya vizuri, kuna kuweka vizuri, pamoja na malengo yote utakayokuwa nayo. Lakini kipaumbele chako namba moja kufika mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kipaumbele chako namba moja kiwe Bwana Yesu atakaporudi lisiwe na mawaa wala hatia mbele zake. Lazima kwenye akili yako na kwenye moyo wako uweke huo mkazo. Safari ya mbinguni isiwe jambo au ajenda ya ziada, iwe kipaumbele namba moja. Haleluya. Paulo anasema na kaza mwendo. Na Waebrania 10:23, mwanangu Ibrahim Seti Bishop, Mungu alisema kwamba tutaishi naye milele. Mwandishi wa kitabu cha Ibrania anasema yeye aliyeahidi ni mwaminifu. Na Yuda anasema na ile tumaini la uzima ambayo Mungu asiyeweza kusema uongo ametuahidi. We are so sure about the gift of eternal life. Sasa tunapokaa hapa duniani na tunapoendelea na mambo mengine, swala la kwenda mbinguni ni tumaini, ndicho tunachokitegemea. Limeitwa tumaini la baraka. Na Paulo au mwandishi wa Ibrania anasema hiyo tumaini hiyo la kwamba tunaenda mbinguni, kila mtu alishike sana lisigeuke. Yaani usifike njiani ukakosa nguvu ya kuendelea na ukaanza kugeuka nyuma. Kama Waisraeli ambao Mungu aliwatoa Misri akiwaahidi kwenda Kanaani, hapo katikati wakachoka, ni kama walichoka. Na wakafika mahali wakadimandi kutaka kurudi wapi? Misri. Biblia inasema Mungu akachukizwa na wale watu. Moja, kwa sababu walimlalamikia Mungu, wakakosa kumwamini.
Na Mungu akamwambia, watu mpaka lini watanidharau? Kwamba mimi kweli siwezi kuwafikisha Kanaani. Mungu aliyetuahidi ni mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Tulishike sana ungamo la tumaini letu lisibadilike. Hapa chuoni anatomi isibadilishe ungamo la tumaini yako. Hapa chuoni rotation ya sajida isibadilishe ungamo la tumaini yako. Hapa chuoni sijui mwalimu nani amekufanyia fikisu gani, isibadilishe ungamo la tumaini yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atupe neema na ile hali njema. Paulo katika moja ya maombi ambayo aliyaomba mazito sana, ambao na mimi huwa nayaomba na huwa nawaombea wanangu, katika kitabu cha Filipi na Waefeso sura ile ya kwanza kuanzia ule mstari wa 17, anasema, nami niliposikia habari ya imani yenu, basi sikuacha kumpigia Mungu magoti, huyu Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, kwamba yeye Mungu awape, namba moja, roho ya hekima na ufunuo katika kumjua yeye, spiritual insight, kumjua Mungu. Hiyo ilikuwa ombi la kwanza la Paulo. Anaombea Efeso watoto wake kiroho, kwamba it's not an issue of IQ katika kumwelewa Mungu, it needs revelation. Paulo aliona haja kuombea Efeso roho ya hekima na ufunuo katika kumjua Mungu. Jambo la pili, akasema naomba Mungu ayatie nuru macho ya mioyo yenu, mpate kujua tumaini la kuitwa kwenu. Your spiritual eyes should be enlightened and be able to see the hope that God has called us to. Ile tumaini la wito wetu. Kama moyoni ukikosa jicho la kiroho la kuona kule ambako Mungu alikotuahidia na kuona Mungu aliyeahidi na uaminifu wake, ni rahisi sana kuruhusia na kukata tamaa. Paulo anawaambia Waefeso, Mungu awape neema, macho yao ya mioyo yafunuliwe, waone tumaini ambalo Mungu ametuitia katika Kristo. Na anaendelea kuna maombi mengine. Na mimi ni maombi yangu, Mungu awape roho ya hekima na ufunuo katika kumjua yeye. Na mbili, Mungu afungue macho ya mioyo yenu na ya kwangu pia, niweze kuona wakati wowote. Si tu nione yanayonizunguka, nione tu maisha, nione tu ratiba, kwamba kuna mwaka wa kwanza, kuna mwaka wa tano, kuna kazi, kuna kuolewa, kuna kuoa. Lakini katikati ya mambo hayo, Mungu anipe jicho la kiroho la kuona ya kwamba pamoja na haya, lakini napokwenda kuna wito ambao Mungu ameniitia, kuna maisha bora ambayo Mungu ameniitia, kuna kukaa na Mungu milele ambako Mungu ameniitia, kuna kufarijiwa milele ambako Mungu ameniitia. Na tumaini hilo likiwepo, haijalishi utapita kwenye dhiki ya aina gani, you will stand strong in the Lord. Mwandishi wa Ibrania anasema, na ile tumaini ni kama nanga iliyoshuka chini sana. Unaelewa nanga, anka. Meli inapotaka kutuama mahali isiweze kuondolewa na mawimbi, wanashusha nanga. Ile nanga ikishuka pale, hata mawimbi yakija, chombo kitayumba, kitabaki pale. Tumaini hili ambalo Mungu akitupa, tunabaki anka, tunakuwa strong in the Lord. Haijalishi tunapita kwenye mambo gani, tunajikuta bado tumehifadhiwa katika imani. Haleluya. Amen. Jambo la tatu, unapoendelea na masomo, kwa sisi tunaoendelea, wanangu wa mwaka wa kwanza mnaoanza, na kutieni moyo, shikamana na Bwana Yesu, shikamana na Bwana Yesu, kwa maana ya kubaki katika ukiri wa imani. Usimwache Yesu, usimwache Yesu. Na kwa sababu usimwache Yesu, usifike mahali ukarudi nyuma, alafu ukaiacha imani iokoayo na kurudi dhambini. Kuna watu wanaokoka au Mungu anawapa neema, wanamfahamu Bwana Yesu,
wanaokolewa. Alafu akifika chuoni kama hapa, maisha, shule, taabu, ujana na vurugu zake, nitaongea mbele kidogo, pointi ya 4 au 5. Anaanza kucompromise. Anapokompromise, anaanza kuona kutembea na Yesu ni kama mzigo. Kwa sababu anaona wenzake wanafanya zinaa hapo, yeye hawezi kufanya zinaa kwa sababu mtu ameokoka. Sasa anaona wenzake wanalewa au wanafanya mambo ya ovyo ya dhambi, anavutiwa nayo, yanaanza kumshawishi, ule dunia unaanza kumshawishi. Alafu anaruhusu kidogo kidogo dhambi kuingia. Moyo unaanza kuwa mgumu. Anafika mahali anaiacha imani. Anamwacha Yesu. Anaweza akabaki Mkristo na akaenda kanisani, lakini hana Yesu moyoni. Yesu anayeokoa, Yesu wa msalaba. Mwimbaji mmoja akasema, na Bwana Yesu kumjua Yesu wa msalaba. Sasa unaweza kumjua Yesu wa story tu, ambaye yuko na anaongelewa, lakini Yesu wa msalaba ambaye amekuaffect personally. Yaani umetambua ya kwamba ni kweli mimi ni mwenye dhambi, ni kweli niliishi dhambini, lakini kuna wakati na siku Mungu alimtuma mwanae akaja duniani, akaenda Calvary, akafanyika dhambi. Mungu akambebesha dhambi, akawa dhambi kwa ajili yangu, ili mimi nikishajua na nikishaelewa nikubali kutumia yale maisha ya dhambi na kutokuendelea kutenda dhambi kwa hiari, na kukubali kubeba msalaba na kuusulubisha mwili ili nitembee katika ule wito wa utakatifu yangu. Ili mimi nikishajua na nikishaelewa nikubali kutumia yale maisha ya dhambi na kutokuendelea kutenda dhambi kwa hiari, na kukubali kubeba msalaba na kuusulubisha mwili ili nitembee katika ule wito wa utakatifu. Imani iliyokuwa. Mungu atujalie neema ya kushikamana na Bwana Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kama umeingia mwaka wa kwanza, mwenyekiti, tunapomaliza mwaka wa 5, bado unamkiri nani? Bwana Yesu. Haleluya. So tunakutana kwenye corridor miaka 4-5. Umeshamaliza hapa ufamasia, uuguzi, udaktari. Bwana asifiwe. Au shalom. Unaificha ile Bwana asifiwe, shalom. Tembea majestically. Let people know you are born again. Mwishie Mungu, be radical Christian. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ishi ndani ya Yesu na Yesu ndani yako, ishi katika imani mpaka watu wajue kwamba kuna mtu hapa anampenda Bwana Yesu. Haleluya. Na wakati tunaishi hivyo, mwandishi mmoja, nimesahau ile andiko liko wapi, anasema mtakase Kristo katika moyo wako. Think about Christ. Yaani wewe jitenge. Kama ni story mbovu, jitenge nazo. Si ujitenge nao kwa maana ni waovu, jitenge na yale mambo maovu kwa sababu tu umeokoka. Na watu wajue kwamba umejitenga na hayo ni kwa sababu ya kutunza uhusiano wako na Mungu. Usifiche imani yako ndani ya Kristo. Last week nilikuwa Zanzibar. Nakufahamu mwanangu Zanzibar. Wale watu tulikuwa na training nao. Na tumeenda pale na bongo zetu na ratiba zetu. Wale jamaa ikifika muda wa kuswali, walituvumilia siku ya kwanza tu. Sasa tulikuwa pia na sisi wajinga kwa habari ya ratiba zao. Siku ya pili mmoja akatufuata, sababu ukisikia mwalimu nyamaza, usifundishe na usiongee chochote. Na akaongea in a very rude way. Akasema sisi tunaheshimu sana. Heshimu sana. Ni mwanafunzi huyo. Mwanafunzi huyo. Na tunamfanyia training na baada ya hapo tunamlipa. Lakini alikuja na aliongea very serious note. Afu kwa la pili, azana ile ikipigwa inatuambia kwamba tuende tukafanye tukaswali. Tukisha stop au kisha stop, ikisha azana sisi tunaondoka kwenda kuswali. Na baada ya hapo walikuwa wanatuachia viti empty kama hivi. Tunabaki pale tunafanya, tunaangalia.
Siku ya mwisho ilikuwa Ijumaa, ndio walituacha wewe. Tukasema sasa sisi tufanye ratiba zetu na ama jamaa tumalize saa 6. Tufanye booking ya boti saa 10 ili saa 6 mpaka saa 9 tufanye shopping. Kwa tukafundisha pale kufika saa 6. Tukasema jamani, tunataka tumalize hapa ili tukafanye shopping. Mmoja akasema ukafanye shopping wapi? Kuanzia saa 6 mpaka saa 8 hakuna duka. Watu wote wameenda kuswali. And they went Majestic. Watu wanaokoka sasa kubeba Biblia, unaona? I tell you. Yaani kubeba Biblia, mtapenda kubeba Biblia. Ataweka kwenye bahasha, alafu kwenye mfuko wa lambo. Alafu na vile vibegi vyetu hapa kwenye vidogodogo. Anaweka pale. Sio mbaya. Mimi siongei kwa mbaya, lakini ninachosema tembea Majestic na Bwana Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana koka. Umepotea sana. Au ulikuwa unalea kanisa lako likuwa hivi. Maana wanajua nimeokoka. Sasa nilipewa kibali cha kuwa MC wa graduation. Nilipomaliza pale one of the professors alipata boss akaniambia, watu tunaongea kwa upako, kumbe uzoefu wako huko wa kuhubiri unakusaidia kuongea. Nilichofurahi wanajua nimeokoka. Basi Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo kwangu kwa neema ya Mungu najitahidi kuishi hivyo. Yaani palipo peupe pawe peupe. Na yatenganishwe blue na nyekundu. A born again Christian. Mngelichukuliana nami katika upumbavu wangu kidogo, naam, mchukuliane nami. Maana nawaonea wivu wa Mungu, kwa kuwa naliwaposea mume mmoja ili nimlete Kristo bikira safi. Lakini nachelea kama yule nyoka alivyomdanganya Hawa kwa hila yake, asije akawaharibu fikra zenu mkauacha unyofu na usafi kwa Kristo. Amen. Ndio mategemeo yetu. Sio hivyo? Kwa sababu si kwamba hata tuongozwa, natumia neno hilo kwa sababu ni neno la Kiswahili la kawaida linaeleweka. Kwa sababu mbona natumia maneno ya ukagasi. La kawaida utongozi ni ule ushawishi. Ni Kiswahili cha kawaida. Ule ushawishi. Hatutegemei huyu binti atashawishiwa. Kwa sababu na mabinti mlioko hapa ambao Bwana atawapa watu, najua ukishasema Yesu kwa kaka mmoja wakati huo, labda nitaongea mwishoni kidogo. Basi jitahidi kuwa loyo maana yake ni kuwa na ule usawa na usafi kwa huyo uliosema ndio, hata kama kutakuwa na ushawishi mwingine pembeni. Ndivyo lilivyo kanisa la tuliookoka. Si kwamba shetani atushawishi, si kwamba dunia ituvutie, lakini tulishasema Yesu kwa Bwana. Ndio maana tunamuita Yesu ni Bwana na Mwokozi. Tulishakubali Bwana Yesu awe Bwana wetu, na sisi tuwe watumwa. Tulishakubali kumfanya Bwana Yesu kuwa kila kitu chetu, akisema yes kwenye hili tunafanya, akisema no kwenye hili tunafanya. Lakini si kwamba shetani amefunga mikono anatuangalia kwamba okay, huyu sasa kaokoka, namfurahi kuokoka kwa. Hapana. Biblia inasema shetani kama simba au ngurumaye, he always looks for the weaker point kutushawishi. Paulo hapa anatumia mfano, anasema isiwe kama mama yetu Hawa alivyo kubali craftiness, ule uongo wa shetani. Kwa sababu shetani alimwendea kwa kitu kinachoitwa craftiness. Sio tu uongo, it's not lies, craftiness au deception. Deception unaweza ukawa ni ukweli una 99.9, lakini kuna uongo wa 0.1. Kama unaotumia matapeli. Mimi nishawahi kutapeliwa zamani sana. Nilikuwa nafanya biashara na kila changu, akaja jamaa, unaona hii? Nikafikiri nanunua kitu kwenda kufungua makaratasi, lakini hicho kiona kilikuwa ni cha ukweli. Sasa Paulo anasema yeye anahofia kwa Korinto isije ikawa kama vile shetani alivyomdanganya Hawa kwa hila.
na nini akawadanganya kwa hila kwenye fikra zenu, mkauacha unyofu na usafi. Yaani kuna watu wameokoka, akiokoka anajua kabisa kusikiliza nyimbo za muziki si sahihi. Baada ya muda akija chuo, asema lakini kuna ubaya gani? Kuna ukishaona tu unaanza hilo swali, kuna ubaya gani? Kuna ubaya gani? Umeona? Umeokoka, unajua kabisa mimi kama kijana niliokoka sipaswi kuingia kwenye mahusiano na nikaanza kufanya flirting, nikaanza kufanya kissing, nikaanza kutuma message za ajabu. Alafu unafika mahali una msimamo wao miaka 5-6, alafu unafika mahali shetani anaanza tu kwenye fikra zako. Mbona hata fulani yule uliona message yake, uliona alituma kopa kwa dada. Kuna shida gani? Sikakopa tu. Shetani anasema fikra zikaharibiwa, alafu mkawacha usafi na unyofu. Sasa kwenye English naipenda zaidi. Ule unyofu anatumia neno loyalty au uprightness. Ule mkazo wa kwanza uliokuwa nao ulipookoka, ule usafi wa kwanza, ule umakini wa kwanza, lazima muombe Mungu ubaki nao, usibadilishwe na mazingira yeyote. Jitahidi sana usirudi nyuma na kuishi dhambini. Ni kama nimeliongea huko mwanzo, lakini nilikazie tu, jitahidi sana usirudi nyuma na kuishi dhambini, na hivyo kujitenga na Mungu aliye hai. Jitahidi usiishi dhambini. Jitahidi usiishi dhambini. Jitahidi. Bwana Yesu asifiwe. Kama kuna eneo ambalo una struggle nao, tunaita zile secret sin, tafuta mchungaji, tafuta mentors, tafuta mtu wa rohoni mmoja ambaye anaweza akasimama na wewe akakuelewa. Kwa sababu dhambi ina tabia ya kukalify moyo, ina tabia ya kufanya moyo kwa nini? Dhambi sio tubiwa, dhambi isiyowekwa hadharani haiwezi kuachwa, itaendelea kukuwinda, kukutafuna, na uwezekano mkubwa sana ikadal your spiritual sensitivity na kukuondolea kabisa ile toba, na hatimaye ukajikuta unakufa kiroho. Kwa hiyo niongee kwa mkazo wanao, never ever entertain secret sin. Bwana Yesu asifiwe. Mahali popote utakapoona kuna dalili au kuna kaanguko ambako Roho Mtakatifu anakushuhudia haya si maisha na hii si tabia, tafuta msaada mapema sana. Weka nuruni jambo hilo. Tafuta mtu ambaye unaweza kuongea naye. Nenda kwa mchungaji wako, mueleze. Kama ni mchungaji ule mzoea na unafikiri anaweza akakuelewa bila kukujaji katika ile hali ya mashutumu, alafu Mungu atakusaidia. Kwa sababu Biblia inasema mtu mwenye moyo uliopondeka Mungu hata udharau. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Usife dhambini au usiishie dhambini kwa sababu umekosa msaada. Mungu wetu ni wa rehema. Tafuta neema katika msalaba wa Bwana Yesu. Maandiko yanasema Yesu alipokwisha kutolewa amekuwa sababu ya wokovu kamili kwa kila aaminiye. Hakuna jambo letu lolote analolishinda kutusaidia. Na maandiko yanasema amefanyika kuhani kwa mfano wa Melkizedeki, na amechukua hali yetu ya binadamu, anafahamu njia zetu. Bwana Yesu asifiwe. Na iko neema ya kutosha kwa Bwana Yesu kukufundisha. Nalipenda ile andiko linasema maana neema ya Mungu iwaokoa wanadamu wote imefunuliwa, nayo yatufundisha. It train. Na training haichukui siku moja unajua. Wakati tunajifunza gari na kijana wangu mmoja, miongoni mwa vitu ambavyo nilijifunza kwa uoga sana ni gari. Sasa yule bwana alianza kunifundisha kidogo, nikaanza kuwa addicted na kuendesha. Siku moja akamwambia mzee, endesha. Endesha. Nilivyo sita akachukua akaendesha. Siku moja akanipeleka barabara kubwa, akaendesha kidogo, afu akasema nimepata dharura mzee. Sasa inabidi nishuke hapa uendelee. Kama sasa unaona mimi sijafika hata kazini tena, sema mzee utaweza.
It was painful, lakini nilijifunza. Bwana Yesu asifiwe. Baada hapo nikapata nini? Ujasiri. Ndivyo ilivyo neema ya Mungu, inatufundisha hatua kwa hatua. Na inatufundisha mambo gani? Kukataa ubaya, ili tupate kuishi kwa kiasi, haki na utauwa katika ulimwengu wa sasa. Na neema hiyo ya Mungu iliyotuokoa ipo, inafanya kazi bado kwenye maisha yetu. Sema amina. Jiepushe na zinaa. Na kabla sijaongea hilo, andika tu jiepushe na zinaa. Jambo la 7, kubali kulelewa. Nataja kwa haraka kwa sababu muda umeshaenda. Kubali kulelewa na kuwa mentor. Kubali kulelewa. Hapa kwenye fellowship ni sehemu ya malezi. Kubali kukaa ndani ya fellowship. Tutakutana viongozi hapa, watakwambia tunataka kuomba. Useme si tu kama mimi. Kama Mungu amemweka hapa ni kiongozi, msikilize. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mwenyekiti hapa ataitisha kusanyiko, kuna makatibu hapa wataitisha jambo. Kubali kulelewa, kubali kuwa mentor. Wanasema hivi, kama kuna jambo litakalo kusaidia kubaki katika imani ni kukubali kulelewa. Hakuna jambo gumu kama kulelewa. Unaelewa? Yaani kukubali kuwa chini ya. Na una akili zako kama mtu mzima, una mambo yako na maamuzi yako, alafu ukakubali tu kuwa chini ya. Ni kiwango cha juu sana cha unyenyekevu, lakini ndio uponyaji namba 1 katika maisha yetu ya kiroho. Na ndio maana lazima uwe na mchungaji, uwe na kanisa. Useme tu mimi Roho wa Bwana alisema na mimi, akaniongoza sana toba kwenye ndoto. Bwana alisema na mimi. Yaani mimi nionana na Yesu kabisa kwenye ndoto. Una mchungaji gani? Mimi nilikutana nao, si tuko nao fellowship hapa, watu fulani. Sasa Yesu hakuliacha kanisa bila malezi ya kichungaji. Bwana Yesu asifiwe. Anamwambia Petro, chunga kondoo wangu, lisha kondoo wangu, chunga kondoo wangu. Baada ya kumuuliza unanipenda? Maana alitaka au testi moyo wa Petro kama uko kwenye kiwango kile cha Yesu mwenyewe cha upendo. Maana pia huwezi kutunza au kulea bila upendo wa Kristo. Kwa hiyo kubali kulelewa, na katika kulelewa huku kubali maonyo, kubali maelekezo. Unaweza ukawa umeingia kwenye fellowship, umekuja hapa kaka, umevaa vibaya tu. Akaja kaka mwenzako mpendo, sasa bwana leo mtumishi, leo ulivyoingia leo, usema shindo. Mimi na roho Bwana afuna. Ndio maana ya kanisa, ndio maana ya fellowship. Na mwenyekiti, msipo foster hayo mambo, msipoinua hayo mambo ya kuonyana. Unajua moja ya kazi ya kanisa wakati tunakuja Bwana Yesu, Waebrania anasema kwa kadri tunavyoona Yesu anarudi, tusiache kusanyika pamoja na kuhimizana kwa upendo, na tukuonyana. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona huna ujasiri wa kumuita mpendwa mwenzako, umemwona amesimama na mdada pembeni, alafu baada ya kuongea naye unaenda kumsimulia mkaka mwingine, mpendwa mbona vile tu anaimba praise pale, lakini jana nilimwona mahali. Sio Kristo. Kabla hujafunua dhambi ya mtu kwa mtu mwingine, mwite. Biblia inasema ukimwona ndugu yako mwite mkiwa wawili, mpe mpendwa kwa unyenyekevu kabisa, na Bwana anisaidie. Kuna kitu nimekiona kijakaa vizuri. Nafikiri njia hii na hii haiko sawa. Na ukishamaliza hapo, libaki la kwako wewe na huyo ndugu. Na Yesu asifiwe. Usitoke hapo tena. Mbona wewe ndugu anaimba lakini mbona tu vile? Mbona wewe dada? Hapana. Kuonyana ni sehemu ya malezi ya kuleleana ndani ya fellowship. Bwana Yesu asifiwe. Na hata kukemeana wakati mwingine. Na kwenye mentorship labda Mungu atusaidia wakati mwingine tutajifunza, lazima uwe na mtu ambaye kuna kitu tunaita kuna neno fulani zuri la Kiswahili tunasema kuna kufundisha, kufunda. Unahitaji kuwa na mtu anayeweza kufunda, kukalisha chini. Bwana Yesu asifiwe. Mtu mmoja aliyefundisha mentorship akasema you need a person ambaye hata kuita kwa cheo chako atasema wewe Dickson acha ujinga. Nilikuwa na mwanangu mmoja kipindi fulani, sio muda mrefu sana. Ni mtu fulani ambaye
anampenda Mungu sana. Akaambia, unajua mzee, kuna ujinga fulani nilifanya. Aisee, usingeniambia siku tu, uliniambia acha ujinga. Ile neno limebaki kichwani mpaka leo. Hata nikiwaza tu nasikia neno acha ujinga. Sasa lazima uwe na mtu ambaye anaweza akakwambia hivyo kwa kukusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu hakuna mtu ambaye ni perfect machoni pake mwenyewe. Kuna mambo ambayo unaweza kuona mimi ni okay na haya mambo mbona yako sawa, lakini unahitaji mature person. Anaweza kuambia hapana, hii sio njia nzuri. Jambo la 8, jenga nidhamu, tafuta hekima, ishi kwa uadilifu. Nimeandika tu hapo kwa kifupi. Huu ni mtaji muhimu sana. Jenga nidhamu, discipline. Jenga nidhamu. Nidhamu tu ya maisha yako. Kwa maana ya mkao wako, kwa sababu unaandika taarifa zako. Wanangu wa Clemson alifundishaga somo moja zamani sana. Huyu bwana ni mwalimu. Sio hata ile somo alishia nalo wapi. Maana alikuwa ni kama anataka kuandika kitabu. Anasema unajua maisha ni kama kalamu. Sio hivyo? Kama sikosea. Na nikumbuka ile somo alifundisha maana nikaliandika. Kwa hiyo unaandika maisha yako. Unapoishi na watu, huwezi kuamini. Siku ukatangaza unataka kuwa kiongozi, ndivyo utakavyojua watu wanakujua kuliko wewe unavyojijua. Kwa be careful, tengeneza nidhamu ya maisha. Bwana Yesu asifiwe. Ishi maisha ya uadilifu, usipige tu picha za ovyo unarusha mtandaoni. Usikae tu umevaa vibaya unatembea kwa watu. Kuna walimu ambao wanakuangalia. Kuna mamenta zenu huko, waheshimiwa sasa hivi huko udini huko, ndio supervisor. Huyu bwana akipata deal, akaambiwa bwana kuna kijana nataka uniletee hapa wa kusaidia 1 2 3. Hawezi tu kumchukua mtu yoyote, ana vipimo atakapojiangalia kimoja nidhamu, uadilifu wako ukoje na hali yako ikoje. 9, nimesema weka malengo na muamini Mungu kwa ukubwa. Weka malengo na muamini Mungu kwa ukubwa. Weka malengo. Kama ni mwaka wa kwanza, unakaa hapa miaka 3, 4, 5, weka malengo. Muamini Mungu kwenye malengo haya. Mungu akitupa neema, basi tutaweza kuongea wakati mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Na mwisho kabisa, Mungu akusaidie kujenga maisha binafsi ya ibada. Mungu akusaidie kujenga maisha binafsi ya ibada. Bwana Yesu asifiwe. Pata muda binafsi wa kuomba, pata muda binafsi wa kusoma neno, pata muda binafsi wa kwenda kumwabudu Mungu pamoja na watakatifu wengine, kama ni hapo fellowship au pale kanisani kwako. Tuombe. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya watakatifu na watoto wako hawa. Asante kwa neema yako kubwa ambayo umenijalia kusimama mbele ya watoto wako. Na wakabidhi na kuweka mikononi mwako, nikikusihi ya kwamba Bwana endelea kuyabariki maisha yao. Asante kwa Mungu